Young Africans ni moja ya timu ambayo ilikutana na kiama cha Tabora. Vipi ambavyo unatazama ugumu wa mchezo huo kwa Young Africans ambaye atakuwa ni timu mgeni katika ardhi ya Tabora? Kwanza kihistoria Yanga kuruhusu kufungwa michezo miwili msimu mmoja kwenye ligi, itabidi uchukue kidogo karatasi au calculator au computer pekee sana. Yanga Africans imekuwa sio timu nyonga kubali kuruhusu kufungwa mara mbili na timu yote ile ya ligi kuu, unajua sio kwa Tabora, kwa timu yote na ligi kuu. Yaani itakuwa ni kitu cha ajabu sana kama Tabora atafanikiwa kufunga Yanga mechi mbili. Sana. Ambacho pia mimi nitaweka kama kumbukumbu yangu katika matukio makubwa ambayo nimewahi kuashuhudia kwenye mpira. Kama kitokea Tabora imefunga Yanga mechi mbili fresh. Mimi nategemea mchezo utakuwa vizuri na utakuwa ni mchezo mgumu sana kwa Tabora kwa sababu utaandaliwa sana nje ya uwanja kabla ya uwanjani, tofauti na mchezo ambao uliopita. Sababu mchezo uliopita Tabora alikuja kwa surprise Yanga, lakini pia ukiangalia Yanga tunacheza na Tabora alikuwa na matatizo ya kiufundi mengi. Maana kulikuwa na kadi nyekundu nyingi, kulikuwa na majeruhi wengi. Kwa pia kulikuwa na sababu nyingi ambazo zimefanya Tabora siku ile wapate matokeo, sio tu kwa ajili alicheza vizuri sana hapana. Kwa Yanga wenyewe wanaonekana kushake kwenye kocha chao, hasa kwenye machaguo ya wachezaji wa kuanza na wanaingia sababu. Kwa hiyo wanakwenda kukutana na Yanga ambayo imekufumu mkoko, wachezaji wote wako vizuri, wana hali ya ushindi. Yanga ambao nawazungumzia tena hapo kwenye mashindano ya kimataifa, mawazo yao na akili zao wana focus kwenye ligi kuu pamoja na CRDB Federation Cup. Kwa hiyo kazi itakuwepo kwa Tabora, nafikiri wajiandae. Kama watakwenda kwenye mtazamo wa kusema Yanga tunaweza kwa sababu tulifunga, wanaweza kupata dhahama siku hiyo. Nafikiri wacheze kwenye wandadogo wao, waheshimu Yanga, waende kwenye mpango mkakati, wenda akapata kitu kwa sababu mpira wao kichoto kinatokea, lakini kwenye makaratasi sasa tunaipa nafasi Yanga Africans kwenye kushinda mchezo huo. Kwa rekodi ya Yanga na ukubwa wao na performance ambayo Yanga ameonyesha, inaonekana ni timu ambayo ina ubora kuliko Tabora. Ingawa kwenye mpira kinatokea chochote, lakini mimi naweza kuwapa Tabora 30%, Yanga 70% kuliko kwenye mchezo huo. Makawila Simba yupo Al-Masry na ametoka jiji la Cairo mkuu wa nchi ya Misri, amewafuata Al-Masry nyumbani kwao. Mchezo tunasema ni first leg quarter final, robo finali ambayo mwakilishi wa ukanda wa Tekafa ni Simba Sports Club. Namna ambavyo mtazama Simba Sports mechi zake alizocheza Fadlu Davis kwa kikosi alichonacho hivi sasa, unatazamiaje mechi ya ugenini dhidi ya Al-Masry? Mechi hii nilipata nafasi ya kuzungumzia kidogo kwenye baadhi ya vyombo vya habari, lakini wakati nilionao sasa nafikiri ni kuwapa ushauri ndugu zetu ambao wanakwenda kucheza na kutuwakilisha sisi kama Tanzania, kama Afrika Mashariki na Sekafa kwa ujumla. Nafikiri Simba anakwenda kucheza mechi hiyo, wajue kabisa kama ni mechi ya knockout stage, na nafikiri wanalifahamu. Na wanajua mechi za knockout stage hasa za robo finali zilikuwa zikiwapa kitu gani. Surprise nyingi ambazo Simba amezipata, nafikiri wanazitumia kama njia ya kutafuta ufumbuzi wa kucheza mechi ambayo anakwenda kucheza kesho kutwa. Mimi nafikiri waenda wakijua kama knockout stage, sio mechi ya kulazimisha sana kushinda golini kuona mazingira yanakataa. Mechi ya knockout stage maana yake unacheza kwenye maeneo matatu. Unacheza kwenye mazingira ya kupata ushindi, ukiona mazingira na goma unakwenda kutafuta sare au suluhu ya bila kufungana, au hata kama ukipoteza upoteze kwa idadi ndogo ya mabao, ili ukija hapa kazi si mlima usio kama mkubwa. Kwa hiyo mimi nafikiri Simba ni timu komavu na ni timu kubwa, washacheza sana mashindano yao kwenye hatua robo, hawajafanikiwa kuvuka nusu, lakini nafikiri sasa Al-Masry wanakwenda kuvuka daraja la Simba kwenda kufikia nusu finali. Kwa sababu Simba wana kiu ya kufika nusu finali, wana timu nzuri ambayo kwa Al-Masry uwezo wake nimeangalia Simba wanaweza kukompiti nao Al-Masry. Hata Simba kama kupishana hawezi kuwa mechi ngumu sana kwa Al-Masry kwa sababu nayo ni timu ambayo inajitafuta, bado sio timu ambayo yenye ushindani mkubwa ambao unaweza ikakufanya usilale ukipanga nao kwenye timu za Afrika. Nafikiri wakati sasa wana Simba ushikamana na kwenda kumtoa Al-Masry na kuweka rekodi ya kuitoa tena timu ya Misri kufikia sehemu ambao walikuwa wanahitaji nusu finali, ambao wamekaa muda mrefu kufika, ni kama vile ambavyo walikaa muda mrefu bila kuingia makundi, wakaenda kumtoa Zamalek pale Cairo wakaingia makundi. Kwa hiyo nafikiri na hii sasa wachukue ule mfano ambao walifanya kwa Zamalek, waende kumtoa Al-Masry ili afike nusu finali, wakati utepe na hii sema ni kama nuksi ambayo anayo katika michezo ya nusu finali, imekuwa kiandama mara nyingi kushindwa kufuzu nusu finali kwenye mazingira ambayo yanaonekana ni maajabu kwa sababu kuna michezo kama miwili mitatu, mchezo wa Kaizer Chiefs unaona Simba wanashindwa kufika nusu finali. Kwa hiyo matokeo ambayo yanakunyima usingizi, unashangaa nini kimetokea ndani ya uwanja. Kwa hiyo nafikiri
waende kwenye mpango mkakati, na naamini Mwalimu Fadlu ni kocha ambaye anaweza kutumia mipango yake na mbinu zake kwenda kuifanya Simba kama kupoteza ni mabao machache au kutafuta sare ama kupata ushindi kama nafasi itapatikana. Nafikiri wachezaji ambao watakuwa wawe active kama kina Kibu Denis, kina Chazi Ahoua, kina Elia Mpanzo wa Joni, wachezaji ambao wana Simba wanategemea jukumu la kuvusha hapa kwenda nusu finali kwenye mikono wao. Kwa hiyo nafikiri hizi ndio sehemu za kuprove wao kama international player, waenda kufanya kitu ambacho kitafanya wana Simba wawe na furaha na wawe na kumbukumbu na ikosiki kwa muda mrefu baada ya kushindwa kufika nusu finali kwa muda mwingi. Kwa timu nane ambazo zipo hivi sasa quarter final kwa hii knockout stage. Yes. Naiona nafasi ya Simba sasa kufikia ile record ambayo hivi sasa inazungumzwa. Maana Yanga akikwambia kwenye michuano hii atakwambia nimecheza na medali ninayo katika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Yes. Unamuona Simba akipenya katika hizo timu nane kufikia hatua ya finali kwa msimu huu alionao na kikosi alichonacho? Kwanza mimi ninaamini kila mwana Simba wote wanatamani kufika level ambayo alifika Yanga na kupita zaidi kama nafasi za kuwepo. Na ukiangalia timu ambazo zipo kwenye mashindano ya shirikisho na aina ya matokeo mara nyingi wanapatikana kwenye mashindano haya, yamekuwa yanatoa mara nyingi mabingwa wa surprise, sio wale watu ambao wanatarajia kila siku watakuwa mabingwa. Kwa hiyo kwa mtazamo huu Simba anaona nafasi ya kufanya vizuri, lakini pia hata ukienda kwenye rank za CAF bado Simba anakuwa ni timu ambazo zinakuwa ni sema miongoni mwenye timu ambazo zinafanya vizuri Afrika. Kwa hiyo kama atachanga karata zao vizuri na wakacheza mashindano haya kwa nafasi hizi bila wasiwasi, maana kuna wale timu zetu mara nyingi zimekuwa zikiandama na wasiwasi. Kama ndio tufuatilia mechi ya Yanga na AS Alger ilikuwa ni mechi ya wasiwasi tu, lakini kiperformance bado naona Yanga ilikuwa ni better than AS Alger, lakini ni ule wasiwasi wa kwa kwanza watu waamini kama tumefika hapa, unajua watu hawajai kufika. Kwa hiyo pressure ile ya mchezo wenyewe ilikuwa ni kubwa sana nje ya uwanja, lakini umeona mechi ya pili ambayo pressure ilishuka, watu walicheza tu vizuri na kufanikiwa ushindi. Kwa hiyo Simba waenda kaicheza michuano hiyo kwa wanajua hawana deni. Wasijiweke sana deni kwamba lazima tufike kufika Yanga. Hilo litawafanya waruhusu focus yao. Yes. Kwa sababu kama finali walishafika kwenye CAF Cup. Kwa wasilazimisha confederation tufike kufika Yanga. Wacheze vile ambavyo nafasi yao ipo. Wakifanya hivyo maana yake watafanikiwa kushusha pressure yao na watakwenda kucheza mchezo ambao wanacheza kama akicheza na Yanga, wanacheza kama akicheza na Ruvu na timu nyingine. Kwa hiyo pressure itakuwa chini na watajikuta wapata matokeo, kwa sababu nimechunguza Simba wanaweza kuwa na timu nzuri, lakini wakishamaliza makundi wakaenda kwenye hizo robo wanacheza kwa pressure sana. Ile pressure inafanya wao waruhusu mabao mengi wa kuoga nini. Yaani mchezo wanaomaliza kwenye raundi ya kwanza tunakuta kwenda ugenini na kumaliza mchezo. Kwa hiyo nafikiri wakaitumia hii kama tena sema kama somo la kwenda kuendea mchezo huu. Mimi naamini kwenye mashindano na timu zilizopo Simba wana nafasi kubwa tu ya kufanya vizuri kama atashusha pressure na kujua wao nafasi yao ni ipi kwenye mashindano haya na kwenye rank wako wapi. Mimi nafikiri washikamane wanaweza kufanya vizuri, kwa sababu mpira chote kinatokea, na siamini kama kila siku bingwa atakuwa Berkane, bingwa atakuwa Zamalek kitu. Confederation imekuwa mara nyingi inatoa mabingwa surprise. Unaweza kushangaa bingwa akawa ni timu ambayo haitarajii. Kwa hiyo katika hao ambao hawatarajii sana, Simba naye anakuwemo huko kwa sababu hajawahi kufanya hivyo. Sio, kwa hiyo mimi nafikiri waenda kacheze na tuombe dua aende akafanye vizuri, kwa sababu hata ukisema usiombe dua haitakufanya wewe urudi kwa robo finali ya Champions League. Kama kutoka tulishatoka, tuombe dua atanezetu aende akafanye vizuri. Wataalamu wa mambo wanakuambia mchawi wa mafanikio huwa ni muendelezo. Yes. Kwa muendelezo ambao Simba nao hivi sasa katika michuano ya hii ya kimataifa inaweza ikawa ni ishara nzuri ya kulileta kombe la CAF hapa Tanzania. Mimi nafikiri muendelezo alionao ni mzuri, na pale kwenye rank za CAF hajakaa kwa bahati mbaya. Hawajachaguliwa wao kwa sababu wana rangi, wanavaa jezi ya rangi nyekundu kama national rally, hapana. Wamewekwa pale ni kwa sababu wao wamekusanya alama za kuwafanya wao pale. Kwa hiyo kukusanya hizo alama za kuwa pale ni kigezo cha kuonyesha kwamba wao ni wakomavu kwenye michuano hii ya Afrika. Na hiyo sehemu ya robo unayozungumza haiwezi kuwa ndogo kwenye taifa ambalo hata ubingwa bado halijawahi kubeba. Kwa hiyo nafikiri muendelezo huu autumie kama tochi ya kumulika mafanikio kwenye msimu huu, na aende akafanya surprise ya kuvuka nusu finali, ikiwezekana na kwenda kula taji kabisa. Yawezekana ikawa ni chachu ya vilabu vingine navyo kupambana kuona kumbe hatua sio finali tu ama nusu, hatua mzuri ni kwenda kuchukua ubingwa wenyewe kabisa, kwa sababu tunasema Simba anaweza kuchukua ubingwa maana ipo kwenye mashindano. Timu yote ambayo ipo kwenye mashindano na imeingia robo, wakati timu zilikuwa 30 naye zilikuwa timu 8 na mtu yupo kwenye timu 8, maana yake ana nafasi ya kuwa bingwa. Nimekaa michezo mitatu tu, sio yani tuseme hatua 3 za Simba kuwa bingwa, robo, nusu mpaka finali. Ujumuisho wa michezo ni 5 ambao sio lazima ushinde ndio kae bingwa. Unaweza hata usishinde kwa mchezo mmoja na ukae bingwa, ukapata usala 2-2 ama 1-1 unaenda mbele hivyo hivyo.
Kwa sababu mashindano haya ili ubingwa sio lazima umzidi mwenzio kwa idadi ya magoli. Inawezekana hata mkatoa tu sare au suluhu, huko katoka sare bila huko suluhu moja, sasa suluhu bila sare moja, huyo mwenye moja anakuwa ametoka, mwenye bila amefuzu. Si ndio? Kwa hiyo mimi nafikiri wachanga tukatazama vizuri na watumie yale wakati wanatoka. Zile rekodi zao zote zilizotolewa wazitumie kama somo la kwenda kumpiga Almasri. Na mimi naona Simba anamfunga Almasri. Kwa sababu Almasri unawazungumza alomfunga Simba. Walikuta Simba gani? Almasri wamecheza na Simba ambayo mara ya mwisho ilishiriki makundi Champions League 2003. Ndio anakuja kucheza na Almasri walikuwa wanagombania kuingia makundi. Walikuwa wanacheza na Almasri kugombania kuingia makundi. Ndio Almasri wametoa Simba. Wewe unaamini Simba yao ambayo amefika robo 4, Almasri wanaweza kuitoa Simba kirahisi hivi? Katika timu ngumu za Simba msimu huu walikuwa na RT Tripoli. Ilikuwa ni moja kati ya timu ngumu sana wa Libya. Kama walifanikiwa kuwatoa RT Tripoli na kwenda kukaza kule bila kuruhusu goli, wanaweza kutoa Almasri bila shida yote. Kule wakipata ubingwa wakipata matokeo ya kushinda next time. Kwa mimi ninavyoona lakini. Wasiruhusu goli. Na kama wanaruhusu goli basi sio zaidi ya moja. Kama imetokea bahati mbaya wameruhusu goli kafungwa, isiwe zaidi ya goli moja. Na unaamini hapa kwa Mkapa hata kama wakiwa wameondoka amefungwa goli moja huku matokeo yatakuwa bila wanavyotaka? Sina shida yote. Hata nikuulize swali, msimu huu toka Simba Confederation zaidi ya wale jamaa walipata goli moja, walifunga goli moja, mwingine nikafunga goli moja. Wanachukua 2-3. Kwa hiyo Simba anaweza kuchukua mabao mawili kwenye rekodi ya msimu huu alioweka kwenye mashindano ya Confederation. Wako Benjamin Mkapa. Sio? Na ni timu ambayo pia imescore magoli mengi kwa ugenini, sio kasahau hiyo. Magoli wanapata kwa ugenini mengi sana, wala sio madogo. Kwa sababu mashindano haya kupata mabao ugenini sio jambo dogo. Bana, ongezeko la Elie Mpanzu watu walikuwa na shauku nao sana katika uwanja hususan kwenye michuano ya kimataifa. Nini anaenda kuongeza ndani ya kikosi cha Simba kwenye mechi hii ambayo sasa hapa ni vuta ni kuvute, ukicheza kidogo tu step inachukuliwa na mwenzio? Mpanzu ameshacheza mashindano ya kimataifa mengi. Yaani kama hatoanza mechi ya kesho kutwa nitamshangaa na Mfadu. Na atakuwa amenisurprise sana. Kwa sababu sioni Simba kama kuna winga kumfikia Elie Mpanzu. Kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa sasa hivi, ukiambia utataja winga bora ni Elie Mpanzu pa Komezuzu. Hao wawili. Wala kuna shaka yote. Wanaenda sanjari. Kabisa yani. Wanaweza kupata chochote wakati wote. Pa Komezuzu Elie Mpanzu. Ni mawinga hatari sana. Ogopa sana winga ambaye anaweza kupiga chenga kwa na speed na anakuja ambako fullback yupo. Na anaulinda. Analazimisha na mali akiweka mguuni uchukui. Sio mchoyo, anaweza kutengeneza nafasi hata 3 kwenye mechi moja. Hao ndio mawinga ambao anatajika duniani, ana assist, anafunga. Anatengeneza mashambulizi kwenye kukimbia kwenye flanks na kupiga cross. Huyo ndio winga ambaye anatajika kwa sasa. Yaani huwezi kumkopea Mpanzu ukamkopea na Kibdensi, utakuwa umefanya dhambi kubwa sana. Yaani unamzungumza Mpanzu ni typical winga wa kisasa ambaye anatajika kwenye soka la kisasa. Umetaja neno la kitaalamu typical. Winga ambaye anatajika kwenye mpira wa kisasa. Kitakachomfanya asicheze Madrid au asicheze Manchester ni uwezo wake tu. Lakini aina mchezo wake ndio ambao anaweza kutumia hata mimi ya mali kwa Barcelona akachukua mali. Aina lakini unajua watu walielewa hapo. Sizungumzii uwezo. Nazungumzia aina ya uchezaji. Kama unavyoona pako Pedro Zuzá anachukua mali na Dibo, anaingia kwenye box anaangalia na kufanya masiara, kama hajafika kwenye box anakuuliza. Anaweka alikotajia njoo na kwenda katikati ya uwanja. Na Mpanzu ndivyo hivyo. Ni basi tu kuna vitu bado havijakaa sawa nafikiri. Ule kuzoea ligi, kuzoea mazingira ya timu yake ni mambo ya dirisha dogo, watu wanajisahau. Mchezaji kaja dirisha dogo tu. Wengine wanakuja dirisha dogo au wanaona anacheza CRB Federation. Hao kina Ikangalombo. Kina Ikangalombo. Kwa hiyo kama kumcompare Mpanzu anakuja nao kina Ikangalombo. Hata Ikangalombo anafanya Mpanzu. Ya tuongee tu mpira wake. Mimi ndo Yanga sasa, mimi ndo Yanga sasa. Yanga lia. Ndo Mpanzu na Ikangalombo. Yaani unaiona kama yaani sasa hivi tukiwekewa hapa Mpanzu na Ikangalombo ndio watu wa Yanga ndio wachague mmoja. Kuna maana Yanga mwenye akili atachagua Ikangalombo. Mbona ndo wanaenda naye? Kwa ile Balano walifanya volcano wao macho wako haoni. Au ndo unasifia wakati imepangwa dabi, wakati imepangwa dabi. Mimi katika wachezaji nilikuwa na hofia Simba ni wawili, Kibu Dennis na Elie Mpanzu. Ndio walikuwa na himbo hizo plans Yes, kwa sababu wengine kinaua na nimewaona ni wavivu. Lakini Mpanzu na Kibu Dennis sio wavivu. Wale watu sio wavivu, kama Mpanzu ana uwezo, amemzidi Kibu Dennis kwenye uwezo, lakini pia ana energy ambayo sio mvivu kama unavyoona Kibu Dennis. Wa kujituma muda wote anataka mali muda wote. Kama unavyoona Pacome muda wote anakuwa anataka mali. Ndio wachezaji ambao mimi wananivutia sana. Mimi napenda mchezaji ambaye akitoka uwanjani ukikamua jezi yake unatoa lita moja jasho. Sio mchezaji ambaye anasubiri atengenezewe nafasi ili akimbie. Kwa hiyo mimi nafikiri Mpanzu ni mchezaji mzuri anakuwa aanze. Wale Mfadu.
Weka volcano ianze hiyo. Wana Simba wanataka burudani, shaka muda mrefu hajafika nusu finali. Wanataka nusu finali, usiwanyime raha bana. Weka ya Mpanzu, weka Kibu Dennis. Weka pale Saiba yangu ile. Anapiga trick nani huyo? Weka Simba huyo. Siku ni Jose Mukwala, weka Chazi Aua, usiwachelewesha na Simba wanataka burudani. Weka Fabrice Ngoma, weka Yusuf Kagoma. Hapo katikati tunazungumzia. Yes. Pale kwa sababu jamaa hayupo, beki hayupo, weka Yeyala wewe. Sentafu, weka Yeyala, weka na jamaa mwingine nani yule? Shemu Karabwa. Watilie Zimbu, watilie Kapombe. Watilie nani huko? Vipi kama watu wana njaa kufika nusu hawa. Usio karudi huko kwa shangana kutokana ya Porto kwenda kufunga goli 5 goli 6. Weka kikosi ambacho na Simba nakitegemea waenda kati matokeo. Mimi sina chuki na Simba, natakia kila laheri, waenda kufanya vizuri mechi hiyo ili tupe asema nasema kani tukirudi tuone kwamba kuna haja ya kufanya vizuri kwenye kila mwaka na sio kukaa kufanya vizuri kama bahati tu kama mvua za zavuli.